katika kaunti ya Kakamega. Na nimefika hapa siku ya leo kwa mwaliko wa mbunge wenyu Meja Waluke. Amesema leo ni siku ya kuinua vijana kutoka chini waende wapi? Waende juu. Si namna hiyo? Na huu Meja anawapenda sana. Hebu nione chubili ya Meja. Na unajua iko watu wengi wanatembeanga huko kwa barabara, wanaenda kule Kandui wapi, wanaongelea juu ya magari, alafu wanafanya nini? Wanaenda. Hawajui maisha ya mtu wapi? Wa chini. Si namna hiyo? Ndio maana hii kikosi ambayo Meja Waluke amealika hapa leo haiendi kupiga sarakasi na fitina kwa barabara, inakuja kusaidia mwananchi wa chini aende wapi? Juu. Si namna hiyo? Na mimi nimeona hiyo watu wengine ni wakabila wakubwa sana katika serikali yetu ya Kenya. Hata kule ule mtu anaitwa Wamunyoro sasa ameambia hata hawa kina Sifuna na wengine msikuje hapo Olkalau kwa campaign. Sasa mimi nashangaa, wewe umekuwa mkabila mpaka kufikia kiasi utaki hata watu wakuje wafanye siasa huko kwako. Sio ni mtu mshenzi? Yeye ni shenzi. Ashindwe. Na ndio maana sisi kwa bunge tulifukuza ya asubuhi na mapema, sababu hastahili kuonekana popote katika uongozi wa Kenya. Si namna hiyo? Lakini mimi pia nina shida ya watu wengine, kwamba kwa miaka mingi sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, watu wa Bungoma, Kakamega, Busia, Vihiga na Trans Nzoia, kwamba kwa miaka mingi tumekosa kuletewa maendeleo. Wale viongozi walikuwa pale, wakianza na Mwai Kibaki miaka 10, Uhuru Kenyatta miaka 10, walikataa kutuletea maendeleo hapa kwetu. Wakaua viwanda vyetu, wakauza pan paper, Mumias Sugar ikazima, Nzoia Sugar ikazima, wakaenda na kila kitu. Wao wakaenda wakafungua biashara ya kuleta sukari hapa Kenya. Alafu leo hii hao ndio wanadanganya vijana wetu kuambia kwamba wao ndio wanataka kuja kukomboa Kenya tena. Sisi tunawaambia kwamba ile maendeleo mlitunyima kwa hiyo miaka yote, ile kudhulumu mlitudhulumu kwa hiyo miaka yote, yule ambaye amekuja kurekebisha ni William Samoei Ruto. Si namna hiyo? Wakati nyinyi mlikuwa mnakopa pesa, matrilioni ya pesa, hiyo pesa yote hakuna ile mliekeza huko mkoa wa Magharibi. Hiyo pesa yote hakuna kiwanda mlifungua huko Magharibi. Hata wewe Uhuru Muigai Kenyatta unajua kwamba ile barabara ambayo inasaidia Kenya katika kutega uchumi wake, barabara ya kutoka Mombasa, Nairobi kuja Eldoret, ipite kwetu hapa Bungoma iende hadi Busia. Hiyo ndio barabara ambayo inabeba lori zote na shehena zote kutoka Mombasa kwenda Uganda, kwenda Rwanda, kwenda Burundi, kwenda DRC, kwenda South Sudan, na ndio inaletea Kenya pesa nyingi sana. Wakati wao ulikuwa nafasi ya kutengeneza hiyo barabara ili watu wa Kenya waendelee kupata pesa, ili watu wa mkoa wa Rift Valley, Magharibi na Nyanza tupunguze ajali, tukue na masaa rahisi ya kwenda Nairobi. Wewe ulienda ukajenga barabara ya kutoka Thika kwenda Nyeri ambayo hakuna watu wanapita, ni barabara ya watu kwenda weekend. Lakini ule kiongozi ambaye alitambua shida ya Kenya ni William Samoei Ruto. Na sasa ukitembea barabara kutoka kule Rironi kwenda Nakuru kuja Mau Summit, na tunaona kwenda Eldoret na Malaba, sasa kule imeanza Rironi makatapile yako barabarani. Barabara itajengwa laini tatu kutoka hapa Bungoma kwenda Nairobi, itakuwa nenyewe. Wakulima wa Bungoma wataweza kupeleka chakula yao Nairobi. Tutabeba maziwa kutoka Bungoma tupeleke Nairobi. SGR pia tumeletewa mpaka hapa Malaba. Pia sisi tutapanda SGR kama Wakenya wengine. Lakini sisi wakati tunaanza kupata maendeleo, nyinyi wa kabila ambao mlitunyima maendeleo, mnadanganya vijana wetu wakuja kugawanyisha kura yetu. Tunawaambia marai tuko ngangari, tutaelimisha watu wetu na hamutafaulu. Sawa sawa? Na sisi tunawaambia vijana wetu, fungueni macho. Mnaingizwa katika kichinjio na mtachinjwa. Sasa mimi leo pia ninachangia mchango huu wa Meja na shilingi 1,100. Asante sana.
Asante sana, tuite investor Bebela. Bunge ya Webuye East, wapi makofi ya bunge ya Webuye East? Hadira kupatoni. Hey! Meko free. Nenya free busa. Namana nasaya. Sirisia oye! Sirisia bana asifiwe! Wacha nione tutam.